Habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Hii ni taarifa rasmi kutoka Jeshi la Polisi Tanzania wakielezea kwa kina taharuki ambayo imeibuka Tanzania juu ya uwepo wa watu ambao wanasadikika kuiba nyeti za wanaume. Moja kwa moja taarifa kutoka Jeshi la Polisi Tanzania inasomeka kama ifuatavyo. Taarifa ambayo imetoka leo tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2026. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, taarifa kwa umma. Hivi karibuni kumejitokeza tabia za baadhi ya watu na mashabiki wao kuwatuhumu watu wengine kuwa wamewashika mabegani watu fulani na matokeo yake sehemu zao za siri zimetoweka. Tabia hizo zinazoongozwa na imani za kishirikina zilianza kuibuka maeneo ya Tunduma, mkoa wa Songwe, tarehe 1 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 na kusababisha vifo vya watu 5 na wengine 2 kujeruhiwa na wamelazwa hospitali kwa matibabu. Tabia hiyo pia imejitokeza tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 huko Makongolosi na mtaa wa Maendeleo jijini Mbeya, ambapo watu 2 walishambuliwa na kujeruhiwa na hivi sasa wanaendelea na matibabu hospitalini. Aidha, matukio kama hayo yametokea eneo la Kimara Mwisho na Mbezi Shule jijini Dar es Salaam tarehe 3 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 majira ya jioni, ambapo watu 2 wanaume nao walituhumiwa kuwa wamewagusa watu mabegani na matokeo yake sehemu zao za siri zikatoweka. Leo tarehe 4 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 katika jiji la Mbeya kumejitokeza tena matukio mengine 2 yaliyotokea eneo la Kabwe wilaya ya Mbeya mjini na Double J Kalumbulu wilaya ya Kyela, ambapo watu 2 wamejeruhiwa kwa tuhuma hizo hizo za uzushi, ambapo mmoja wa anayedai kufanyiwa hivyo alipofanyiwa uchunguzi na madaktari sehemu zake zilikutwa zipo na hazina tatizo lolote. Tabia hizi zinaongozwa na imani za kishirikina, mihemko ya kishabiki na malengo ambayo hayajabainika, hazina ukweli wowote, kwani wanaodaiwa kuguswa bega na sehemu zao za siri kutoweka walipokaguliwa sehemu zao za siri zilikutwa zikiwa maeneo yake kama kawaida, na maeneo mengine anayedaiwa kufanyiwa hivyo alipotafutwa hakuonekana, na wala waliokuwa wanashabikia na kuwa wazungumzaji wakuu wakielezea uzushi huo walipotakiwa kumwonyesha aliyochukuliwa sehemu zake za siri hawakuweza kumwonyesha wala kutoa uthibitisho wa alichokuwa anaeleza kwa mbwembwe na kusambaza kwenye mitandao ya kijamii. Jeshi la polisi linatoa onyo kali kwa wote wanaoendekeza uzushi na tabia hizi zinazoongozwa na imani za kishirikina zilizopitwa na wakati katika dunia hii ya sayansi na teknolojia, kuziacha mara moja, na yeyote atakayebainika kuziendekeza pamoja na mashabiki wao watakamatwa kwa hatua zingine za kisheria, kwa sababu tabia hizo za uzushi zinahatarisha maisha ya watu kama ambavyo imesababisha vifo vya watu 5 pamoja na majeruhi. Aidha, jeshi la polisi linaendelea kuchunguza walioandaa na kuzusha uvumi huu ni akina nani na malengo yao ni nini. Imetolewa na msemaji wa Jeshi la Polisi Tanzania, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hii ni taarifa kwa kina zaidi, Jeshi la Polisi Tanzania wakitoa taarifa yao na kutaja maeneo yote Tanzania ambapo matukio kama hayo yameripotiwa. Tochemo ni yako, lakini kubwa, endelea kutufuatilia kwa taarifa mbalimbali, nasi tutakuhabarisha hapa kujua nini kinaendelea.